Shangilie Yesu. Somo letu la leo ni nguvu ya Mungu katika uponyaji. Somo letu la leo ni nguvu ya Mungu katika uponyaji, na andiko linalobeba somo letu, andiko la msingi kabisa, ni Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14 na 15. Nami nitasoma kwa jina la Yesu Nyakati wa Pili sura ile ya 7 mstari wa 14 na wa 15. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Wewe hapo umeitwa kwa jina la Yesu. Wewe hapo umeitwa kwa jina la Mungu. Anasema watu hawa wakija kwa unyenyekevu na kunyenyekea na kuomba toba, anasema kitu cha kwanza ataponya nchi. Sema, Bwana Yesu, leo hii niko hapa Bwana, ninajinyenyekeza kwako ili nipokee ile rehema, nipokee nguvu ya kutengeneza maisha yangu upya, nipokee nguvu ya kuikomboa nchi yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Amen. Mwanadamu ana uhusiano mkubwa sana na ardhi. Haleluya. Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7. Mwanzo 2:7. Maandiko yanasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Unaona, Biblia inajaribu kutuambia ya kwamba Mungu alimfanya mwanadamu kwa mavumbi ya nchi. Hiyo sababu namba moja inayotufanya kwamba mwanadamu aonekane kabisa na mahusiano makubwa na ardhi. Kipengele cha pili, Mwanzo 3:17. Mwanzo 3:17. Nitaanza kwanza Mwanzo 3:19 kuendana na hilo nililolisoma nyuma hapo. Mwanzo 3:19 anasema, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakaporudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa. Kwa hiyo Biblia inajaribu kutuambia kwamba mwanadamu ametoka kwenye ardhi. Kwa hiyo wana mahusiano makubwa sana na ardhi. Sema amina. Sema amina. Lakini kwenye kitabu cha Mwanzo 3:17 anasema 3:17 anasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikasema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Unaona? Kwa hiyo kwenye kitabu cha Nyakati hapa tumesoma kwa habari ya Mungu kuikomboa nchi. Kwa nini Mungu anaikomboa nchi? Anapoikomboa nchi, maana yake anatengeneza mahusiano kati ya mwanadamu na yeye kupitia nchi. Kwa nini? Kwa sababu mwanzoni mwanadamu alipofanya uasi, Mungu alimlaani. Hakumlaani yeye mwanadamu, bali alilaani ardhi, ambayo ardhi ndio inatoa kila kitu. Ni kama ndio platform ya mwanadamu, kwamba akitaka kutembea, akitaka kujenga barabara, madaraja, minara ya simu, majengo, atatumia ardhi. Kwa hiyo anaposema kwamba ardhi ataiharibu, hata mazao ambayo yanakuletea wewe chakula, wewe na kufanya ule ushibe, utakuta na yenyewe yanaharibika. Ndio mnasema mwaka huu ni mwaka mbaya sana. Tumepanda mazao
lakini hatujavuna. Kwa nini? Kwa sababu ardhi tayari imeshakwisha beba laana. Sasa ndio maana akasema kwenye Nyakati wa Pili 7:14 mpaka 15 ataikomboa ardhi. Na najaribu kukuambia kwa habari ya kwamba kuna maeneo tutaenda kuyaangalia, hasa kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna maeneo ya maisha yake ambayo tutakwenda kuyaangalia. Lakini kwa nini tumeanza na ardhi? Kwa sababu Mungu mwenyewe kabla hajamuumba mwanadamu alianza kuiumba. Kwenye kitabu kile tu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na mstari tu wa kwanza anasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Maana yake alijua kwamba nchi ina umuhimu sana, au ardhi ina muhimu sana. Ndio maana alianza kuiumba ili akimleta mwanadamu akute kila kitu tayari. Sema amen, sema amina, sema leo, sema leo, sema leo naenda kuitamkia ardhi yangu kwa jina la Yesu, na inaenda kubeba baraka zangu katika jina la Yesu. Sema amen. Wiki nzima tumekuwa tukitangaza matangazo kuhusiana na ibada ya leo. Wangapi wamebahatika kuja na ardhi na udongo? Mpe Yesu makofi mengi sana. Leo ni siku nyingine tena. Mwambie jirani yako, leo ni siku nyingine tena. Sija kusikia, sema leo ni siku nyingine tena. Unavyoniona hapa, nimekuja kupokea uponyaji wangu, nimekuja kupokea baraka yangu, nimekuja kupokea kuinuliwa, nimekuja kupokea mtaji wangu. Sema amen. Mwambie jirani yako jiandae, mwambie jirani yako jiandae. Sema kwenye maeneo yangu, kwenye maeneo yangu. Sasa tulijifunza kitu pale. Nataka nikukumbushe kitu kimoja kwamba kaa kidogo, maana dakika zangu unaweza ukazikuta umezimaliza. Haleluya, haleluya. Sema amina yenye nguvu. Anayetaka kupokea aseme amina. Mungu leo kuna vitu atafanya kwenye maisha yako vya tofauti kabisa, na kuhakikishia utakapoondoka hapa hautaondoka kama ulivyokuja. Utakapotoka hapa hautatoka kama ulivyokuja. Liko jambo Mungu amelikusudia, na mimi nina uhakika na Mungu wa El Shaddai. Liko jambo atalifanya, liko jambo atalitenda leo kwa jina la Yesu. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie, Mungu alipomuumba mwanadamu kuna maeneo mengi sana kwenye maisha yake, na kwa sababu tumezungumzia habari ya ardhi, niache kidogo hiyo topic ya ardhi kidogo, halafu kuna maeneo tupite ambayo hayo maeneo tutakuwa tunasimama kwenye eneo la uponyaji wake. Na kila eneo tutakalokuwa tunagusa, natamani tutakapokuwa tunaomba maombi yale uombe kwa nguvu, kwa sababu ndio tunaenda hivyo. Tutakapofika mwishoni tutakuwa tumeshamaliza habari nyingi sana huku. Kwa hiyo usitegemee labda baadaye tutakuwa na maombi marefu, ila saa hii kila neno litakalotolewa wewe utakiri kwa kinywa chako. Sema amina. Sema leo nitakiri kwa kinywa changu kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Sema Bwana aponye maeneo yangu ya maisha yangu. Bwana aponye maeneo ya maisha yangu. Sema amen. Tutaanza kwenye eneo la kazi. Sema eneo la kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekwisha soma kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 17 mpaka 23. Tunamuona mwanadamu wa kwanza alipokosea, aliambiwa akapewa kazi, na kazi ya kwanza ilikuwa ni kulima. Sema amen. Kazi ya kwanza ilikuwa ni kulima, na kama Biblia imeanza kututambulisha kwa habari ya kazi, basi kila mwanadamu ana kazi yake ya kufanya. Lakini neno kazi linabeba vitu vingi sana kwenye maisha ya mwanadamu. Mwingine anaweza akawa ana kipawa, mwingine anaweza akawa na biashara, anasema ninaenda kazini kwangu.
Haleluya! Kwa hiyo kwenye hilo eneo la kazi lazima tulishughulikie vizuri, kwa sababu kuna watu Mungu amewapa kazi, lakini kazi zao ni majuto. Anaamka saa 10 usiku, anarudi saa 6 usiku, lakini huko kazini anapofika hakuna mtu anayempenda, kila mtu anamchukia, kila mtu akifika mahali, yani inafika mahali mpaka anasema natamani kuacha kazi. Kwa nini? Kwa sababu kila anachokifanya kazini hakuna hata mtu anamappreciate, anamwambia kazi yako njema ndugu yangu. Kila siku anapofika yeye tu ni kila siku kuonekana ni kama vile ana harufu mbaya, hatamaniki kukaa kwenye ile ofisi, hana hazi ya kukaa kwenye ile ofisi. Lakini leo Mungu ametutuma watumishi wa Mungu tukwambie ya kwamba mateso ya kazini kwako ni mwisho kuanzia leo. Sema amina, sema amen. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kwenye kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 38 mstari wa 27 na 29 kuna vitu nitakwambia. Mtoto mmoja alizaliwa. Alipozaliwa, wakati anazaliwa, sasa wako mapacha, mmoja akatoa mkono nje. Alipotoa mkono nje, mkunga akauona ule mkono, akafunga kamba nyekundu. Yule mtoto akarudisha. Aliporudisha, Doto sasa, yule ndio itegemewa awe Kulwa. Doto akaruka, chap, akapita, akawa wa kwanza kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya. Akawa wa kwanza kutoka. Huyu mtoto unaambiwa mkunga alisema jambo, mkunga alisema neno, akasema mbona umepita kwa vurugu, mbona umepita kwa nguvu? Basi maisha yako yote ukafanye makazi magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mtoto tu anazaliwa siku ya kwanza hana kosa, mkunga akatoka huko na hasira zake, kamfyeka laana ya kufanya kazi ngumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine wakati mnazaliwa huku kwa kwenu, kuna watu waliwatamkia kwamba kazi zenu zisiwe na baraka, hata ukifanya kazi usibarikiwe. Sema amen. Kwa hiyo unakuta kila siku unapofanya kazi, ukifungua genge linakufa. Kazi yote unayofanya, hata ukilima bustani, unashangaa bustani za wenzako zinastawi, lakini ya kwako wewe haistawi. Kwa nini? Kwa sababu tayari ulishaambiwa kwamba katika kazi yako usipate faida hata moja. Na leo Mungu ametuchuma tukwambie ya kwamba ile kazi uliyokuwa unaiona ya kwamba haina mafanikio, kuanzia leo utakapoondoka hapa, Bwana ameiponya, na atakapoiponya, mahali popote utakakokwenda utatambulika kwa kazi yako. Sema amen. Haleluya, haleluya. Eneo la kazi yako litakuwa shwari kuanzia leo. Eneo la kazi yako litakuwa shwari kuanzia leo. Nasema kazini kwako utapata promotion. Nasema kazini kwako utabarikiwa. Kazini kwako utapata promotion. Mshahara utaongezeka kwa jina la Yesu. Waliokuchukia watakupenda. Kuanzia leo unaondoka na ile nuru. Nuru itang'aa ofisini kwako. Hata siku ukiomba likizo, bosi aseme aisee, wewe ni muhimu sana, ni kiungo muhimu sana hapa ofisini kwetu. Sema amen. Simama kwa miguu yako, sema Bwana Yesu, leo hii ninajitamka kwamba mimi kazini kwangu, kazi ninayofanya itakuwa na faida. Sitakuwa na maumivu kwenye kazi yangu. Nitasikia raha mahali popote nitakakokwenda kwa ajili ya kazi yangu ni mafanikio. Ninajitamkia kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Sema amen. Utakuwa na raha kwenye kazi yako. Utakuwa na raha kwenye kazi yako. Utakuwa na furaha kwenye kazi yako. Watu watakupenda kwenye kazi yako. Sema amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Isaya 43 mstari wa 4. Ongeza thamani yako kwenye eneo la kuongeza thamani. Sema eneo la kuongeza thamani. Mungu aniponye kwenye eneo la thamani.
niongezeke thamani. Bwana asifiwe sana. Amen. Isaya 43:4. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu. Na mwenye kuheshimiwa. Na mwenye kuheshimiwa. Nami nimekupenda. Nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako. Na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Natamani mtu mmoja aelewe jambo moja leo. Watu inawezekana wanakuchukia au hawakuiti kwenye kazi au kuna wakati mwingine inawezekana unajiona kama watu hawana ushirika na wewe vizuri. Inawezekana kwenye eneo la thamani. Tunataka leo tupandishe thamani zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe kama wewe. Siku moja mtu mmoja ananiambia aliwahi kwenda benki, alafu alipofika benki akasema nataka mkopo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nini? Mkopo. Yule afisa mikopo akamuuliza swali, una kitu gani cha thamani nyumbani kwako? Sema amen. Sema amina. Sasa kwa haraka haraka tu tunaweza tukaanza kutathmini kwamba kumbe kuna vitu ukiwa navyo vinakutengenezea mazingira ya kuheshimika na ukawa na thamani. Kwa nini? Kwa sababu aliulizwa swali, una kitu gani cha thamani? Sasa mimi nimekuja kuchukua mkopo. Tunataka kitu cha thamani ambacho kitasimama kama nini? Dhamana. Sema amina. Sema amina. Sasa na Mungu naye anasema amekuthamini, ila atakuletea kabila za watu. Atakuletea kabila za watu. Maana yake kila kabila unalolijua Tanzania wanatakiwa wakusapoti, maana Mungu tayari amekwisha sema ya kwamba hivi atakuletea watu ili wakusapoti. Kama una duka basi akuletee wateja, na siku zote hawezi kukuletea wateja wa kabila moja, watakuwa wateja wa makabila mbalimbali, watakuja ili waweze kukusogeza kwenye biashara yako. Sema amina. Sema amen. Sasa thamani, yani unatakiwa kuongezeka thamani. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wengine unaweza unaongozana na mdogo wako mdogo wako. Siku moja mtu mmoja aliniambia, nikamwambia mbona haujarudi bado? Akaniambia bwana, unajua nataka nidandie gari ya mdogo wangu lifti. Hasa mimi nilimwambia kwamba Jumapili natakiwa kuwa kanisani. Akasema hivi, kama unaenda Jumapili kanisani kwako, mimi nipo mpaka Jumatatu. Kwa hiyo kama unawahi kanisani basi kata tiketi uende. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na yeye alikuwa anataka kupata lifti ya gari. Sema amen. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba thamani yake na mdogo wake hata kwa wazazi wao. Maana hawezi wazazi wakasema wewe mpeleke kwanza, wewe simuwahi tu muende na kakako. Kwa sababu mtu yeyote ambaye ana thamani kubwa ana kitu cha kusema na watu wakamuelewa. Sema amina. Ndio unaongozana na mdogo wako anasalimiwa shikamoo mzee. Wewe unaambiwa za saizi ni maisha tu, lakini ukitoka leo hapa thamani ya maisha yako inaenda kupanda kwa jina la Yesu. Kama ni mzaliwa wa kwanza watajua wewe ni mzaliwa wa kwanza. Kama wewe ni dada yao watajua kwamba wewe ni dada. Kuanzia leo ninaondoa unyonge uondoke kwenye maisha yako. Thamani yako ipande. Thamani yako ipande. Thamani yako ipande. Thamani yako ipande kwenye biashara yako. Thamani yako ipande kwenye ndoa yako. Thamani yako ipande kwa ndugu zako. Sema amen. Sema leo thamani yangu inaenda kuongezeka maradufu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Twende kwenye eneo lingine la afya. Kwenye eneo lingine la afya. Sema afya. Mwambie jirani yako afya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoka 15:26. Kumbukumbu la Torati 7:15. Haleluya. Wewe nisomee Luka 6:17.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka nizungumze kwa habari ya mwanadamu ulivyoibeba afya. Kuna maeneo kwenye maisha yako umebeba, na nataka nikwambie Mungu amesema ataondoa magonjwa yako yote, lakini nataka nizungumze kwa habari ya watu unaohusiana nao. Amebeba nguvu gani ndani yako? Ngoja tusomee kitabu cha Luka 6:17. Nitasoma katika jina la Yesu. Amen. Akashuka nao akasimama mahali tambarare pamoja na wanafunzi wake wengi na makutano makubwa na watu waliotoka Uyahudini wote na Yerusalemu na pwani ya Tiro na Sidoni waliokuja kumsikiliza na kuponywa magonjwa yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo nazungumzia uponyaji kwenye maisha yako yote, sio magonjwa tu, kama Mungu alivyosema kwamba ataponya nchi yako. Leo nazungumzia uponyaji, kuponywa kwenye maeneo yako yote ya maisha. Usiponywe kwenye afya peke yake, bado kwenye fedha ukawa na struggle. Usiponywe kwenye fedha peke yake, lakini ndoa inakusumbua. Usiponywe kwenye ndoa peke yake, watoto wanakusumbua. Leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Nasema leo ni mwisho kwa jina la Yesu. Ikiwa Mungu ametutuma leo, tunaondoa hilo kongwa, tunaondoa hiyo nia iliyokufunga kwa muda mrefu kwa jina la Yesu. Angalia, watu walikusanyika wanamfuata Yesu. Yesu alikuwa anawaombea watu wanapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaweza ukaona kwamba kuna rafiki mwingine unaye, anaweza tu akakwambia hivi, chukua maji haya kunywa, lakini kwa sababu amebeba nguvu ya uponyaji ndani yake, amebeba nguvu ya uponyaji ndani yake. Yaani kuna watu wanazaliwa, wengine wana vipawa vya uponyaji. Haleluya. Yaani akishika tunda akakwambia kula, saa hiyo hiyo unajisikia afadhali, kile kichwa kilichokuwa kinauma kinaondoka. Sasa hebu angalia, kipindi kile sisi sasa ndio tunamjua Yesu, lakini enzi zile walikuwa wanamuona kama nyinyi mnavyoniona mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa wanakutana naye kama nyinyi mnavyokutana na mimi, walikuwa wanaongea naye hivi, lakini waligundua ndani yake ana kipawa cha uponyaji. Na walipogundua ana kipawa cha uponyaji, kwa hiyo watu kutoka maeneo mbalimbali, pwani ya Ununio walikuja. Sema amina. Kuna mtu anatoka Ununio hapa? Umebarikiwa sana. Kuna watu walitoka maeneo mbalimbali, kutoka Abuju, kutoka Mwenge, kutoka Tabata, kutoka maeneo mbalimbali, walimfuata Yesu Elishadai ili awaponye. Sema amen. Inawezekana kuna daktari amekwambia ugonjwa ni sugu. Inawezekana wamekwambia kwamba we hauponi. Ila nakuambia hivi, kama Mungu aliandika neno lake na amesema kwenye Yeremia sura ya 1 mstari wa 12, analiangalia neno lake ili litimize. Ndiye huyu aliyesema hatakuondolea magonjwa yako yote. Leo na kuhakikishia unapona. Hautaondoka na ugonjwa hapa leo. Nasema hautaondoka na ugonjwa hapa leo. Iwe kwako, iwe kwa baba yako, iwe kwa mwanao, iwe kwa mama yako, kwa mtu yeyote. Magonjwa, kesi ya magonjwa, kesi ya magonjwa, kesi ya magonjwa. Pokea uponyaji wako leo. Nasema pokea uponyaji wako leo. Pokea uponyaji wako leo. Pokea uponyaji wa miguu. Pokea uponyaji wa kiuno. Magonjwa sugu leo ni mwisho. Hakika ninayanyausha kwa jina la Yesu. Wenye magonjwa ya kupima, ukitoka leo kapime. Haleluya. Haleluya. Ukitoka leo nenda kapime huo ugonjwa wako. Si wanakusumbua pressure na vitu vingine, leo umepona kwa jina la Yesu. Narudia tena, hata kama nakusisitiza, ngoja twende kwa mifano. Miaka ya nyuma, kama miaka 10 na hivi imepita, mama yangu aligundulika na uvimbe. Asio uvimbe, amejawa na maji tumboni, yametoka wapi haijulikani. Kwa hiyo akaja pale Tumbi, hospitali ya Tumbi Kibaha, kwa wale wanaoifahamu.
Akaenda pale wakampima, wakamwambia Ijumaa, wakamwambia Jumatatu uje tufanye operation, kwa sababu hii issue imeshakuwa serious. Kwa hiyo yeye akasema kwamba kabla sijaenda kufanyiwa operation inabidi niende kwanza kanisani. Nikaongea na watumishi wa Mungu, akaja kanisa hili. Sema amina. Nazungumza kwa habari ya mama yangu mzazi. Hiyo issue imetokea hapa na wengine wanafahamu, wenyeji wa hapa. Akaja akaonyesha vile vipimo, alikutana na baba yetu Nabii Kinunda. Kwa hiyo wakaomba naye, walipoomba naye akaonyeshwa eneo la kupumzika, akaambiwa nenda kalale, kapumzike kwa ajili ya safari. Aliombewa saa 9 mchana. Wakati amelala, anasema mwenyewe, anashuhudia, aliona watu watatu wanaingia. Mmoja amebeba kalai ni kama lina vifaa vya operation, na wengine wamevaa kidaktari. Wakaingia pale. Walipoingia wakapasua lile tumbo, wakamimina yale maji kwenye lile beseni, na yule aliyekuwa amebeba beseni akatangulia kuondoka, hao wengine wakafunga. Basi wakaondoka wale madaktari. Akaamka. Kwanza, jambo la kwanza, alikuwa tumbo linamuuma sana, halafu ni zito. Alipoamka maumivu hakuna. Jambo la pili, akasema hata ule uzito wa tumbo akaanza kulibonyeza, tumbo likawa liko safi. Akasema mlionana nao hapo, mliwaagiza madaktari waje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alikuwa ni mchanga kiroho, hakujua kwamba malaika wa El Shaddai wakiona kuna issue ambayo ni nzito sana na sisi tumeiombea sana, wanakuja wenyewe. Maana ndivyo ilivyoandikwa kwenye kitabu kile cha Kutoka 15:26, mimi ndimi Bwana niwaponyaye, kwa maana ya kwamba Jehova Rafa, Mungu mponyaji. Kwa hiyo alituma madaktari wa kiroho, wakaja wakapasua, wakatoa yale maji, na tangu siku hiyo aliporudi hospitali wakasema maji tuliyaona, lakini saa hii hatuoni maji. Kumbe tayari Mungu alishafanya uponyaji. Na mimi nasema leo malaika wa uponyaji watakuja kwako na utapokea uponyaji, utapokea uponyaji kwa jina la Yesu. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yako leo. Nikwambie kitu, imani yako ndio itakusogeza. Haleluya. Walumi 10:17 anasema basi chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Haleluya. Unaposikia kuna mtu ameponywa, wewe unapopokea na kumwambia Mungu hakika nitafanikiwa kupona, unapona kweli. Na mimi natamani leo magonjwa muyaache, mrudi nyumbani mkiwa wazima. Sema amen.